Kwenye moja kati ya chapisho la wakili Boniface Mwabukusi kuhusiana na ukomo wa madaraka kwa upande wa viti maalum, amesema CCM kama Chadema, CCM kama NCCR Mageuzi, CCM kama Chadema na CCM ni kama NCCR Mageuzi. Na washauri kwa nia njema kuwa kimantiki kauli mbiu hii ya kazi na utu ingesomeka utu na kazi, ili iwe na msingi bora wa kifalsafa. Kauli mbiu ya utu na kazi ina mantiki nzuri zaidi kuliko kazi na utu. Hii ni kwa sababu utu ni msingi wa kila kitu, ikiwa ni pamoja na kazi. Akawa ameorodhesha mambo kama matatu hivi. Jambo la kwanza akasema utu ni chanzo, kazi ni matokeo. Kifalsafa utu ni hali ya msingi ya kibinadamu, ndio inamfanya awe maadili, huruma na heshima kwa wengine. Kazi ni tendo linalotokana na utu wa mtu. Mtu anaweza kufanya kazi kwa sababu ya uhitaji, lakini namna anavyofanya kazi inategemeana na utu wake. Jambo la pili akasema utu unapaswa kuja kwanza. Ikiwa tunatanguliza kazi kabla ya utu, tunaweza kuingia kwenye hatari ya kuweka thamani ya mtu kulingana na kazi yake tu badala ya utu wake wa ndani. Ni muhimu kutambua kwamba tukitanguliza utu, tunahakikisha kazi inafanya kwa misingi ya heshima, uadilifu na usawa. Jambo la tatu akasema misingi ya maadili na jamii. Jamii yoyote yenye maadili inapaswa kuzingatia utu kwanza, kisha kazi ifuate kama sehemu ya maisha. Ikiwa kazi itatangulizwa kabla ya utu, inaweza kusababisha watu kutanguliza mafanikio ya kifedha au kijamii kwa gharama yoyote ile ya utu wao. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho alikuwa amekizungumza wakili Boniface Mwabukusi kuhusiana na kile ambacho CCM wao walikuwa na kauli mbiu ilikuwa inasema kazi na utu, tunasonga mbele. Hebu nikusome comment za wadau mbalimbali. Mtu anasema walishaondoka kwenye msingi wa kujali utu, ndio maana vitendo vya utekaji, mauaji, wasiojulikana na kadhalika huoni vikiwaumiza viongozi wala vikikemewa na wazee wengi wa chama. Sishangai wakitanguliza kazi kabla ya utu, maana hata kazi yenyewe ni ufisadi, ubadhirifu, rushwa na kadhalika na havina utu. Mwingine sema Ntobi, wakili msomi na rais wa TLS, na tupa darasa vijana wa namna ambavyo nchi hii imekuwa. Mwingine sema hawajakosea, ndio anavyoishi CCM. Kwao kazi kwanza, utu baadaye. Ndio maana rushwa, wizi, ufisadi na ubadhirifu katika sekta ya umma ni swala la kawaida na hakuna aliyekemea. Hawataki katiba bora yenye msingi wa watu kwa sababu ya chama kimeshika hatamu. Mwingine sema upo sahihi wakili msomi. Nafikiri wakati wanatoa kauli hii walikuwa wakijaribu kulinganisha hii kauli na hao wagombea wao, kwamba kuna mmoja anaonekana kuwa na utu hivi na mwingine ni mzee wa kazi. Hili neno kazi bado hawajakata kuliacha kutokana na vinasaba vyake vya kihistoria. Hata ushauri wa mheshimiwa CCM ni sikio la kufa, namna ambavyo amekuwa akiendelea kulizungumzia. Kwa hiyo ni moja kati ya maoni ya watu, namna ambavyo walikuwa wametoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea.